Mheshimiwa Waziri, ni dhahiri kama ambavyo umesema, na mimi nikupongeze sana kwamba ulivyoapishwa tu ziara zako za mwanzoni ulikuja kujionea hali ya ufanyaji kazi wa kivuko hapo. Nikupongeze sana, umefanya vizuri, na nipongeze hatua ambazo umeshazichukua, ni hatua nzuri. Pamekwepo na matumizi mabaya ya madaraka na matumizi mabaya ya fedha, na pengine ndio maana tunapata shida hii ya vivuko kuharibika. Kwa kudaiwa milioni 800 kivuko kimekwama, tunadaiwa milioni 800. Lakini kwenye taarifa ya upotevu wa fedha, watumishi wa TEMESA wamekwapua bilioni 2.5. Maana yake fedha hii kama ingekuwa imetumika vizuri, kivuko hiki kingekuwa kinafanya kazi. Bilioni 2.59. Deni hili kivuko kifanya kazi milioni 800. Tumekosa milioni 800, alafu tuliowapa dhamana wamekuapua bilioni 2.5. Haya ndiyo mambo yanayosababisha huduma iwe mbovu, kwamba wananchi wetu tunawatoza nauli kubwa, alafu hawa wamegawana bilioni 2.5. Na Mheshimiwa Waziri, uchukue hatua kubwa zaidi. Tafuta mtu, hata hivi vivuko vinavyoharibika, tafuta mtu wa kuchunguza. Zipo taarifa zingine kwamba hivi vivuko pia vinatengenezewa mazingira ya kuharibika ili watu wapige dili kule kwenye matengenezo. Ukichukua interval, ukichukua muda vinavyoharibika na hayo matengenezo, nani wanahakikisha hayo matengenezo kwamba yametengenezwa kwa kiwango? Na kwa watu wenye tabia huruka ya kuiba namna hii, wanaweza wakachomoa hata vyuma wakavitanguliza kule kwa fundi ili wapate fedha ile ya matengenezo. Tusipoangalia tutatengeneza vivuko kwa bei kubwa kuliko bei ya kutengeneza kivuko kipya kama hivi ambavyo wenzetu wanatengeneza. Haya ni mambo yasiyokubalika na ni mambo yanayoudhi. Na kwa kuwa mlishatengeneza timu ya wataalamu, tena wataalamu kutoka kwenye taasisi zinazoheshimika, mjumbe kutoka ofisi ya Rais, mjumbe kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, mjumbe kutoka Wizara ya Fedha, mjumbe kutoka Wizara ya Ujenzi, mjumbe kutoka ofisi ya Mwanasheria Mkuu, mjumbe kutoka ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali, mjumbe kutoka Usalama wa Serikali, mjumbe kutoka TAKUKURU, taasisi yetu ya kupambana na rushwa, mjumbe kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, kitengo cha kutakatisha fedha na Mamlaka ya Serikali Mtandao. Hawa ndio waliokagua wakakuta hawa wamekuapua bilioni 2.5. Sasa kwa hatua hii mnataka tuchunguze kipi kingine hapo? Hapa tuchunguze kipi kingine hapo? TAKUKURU alikuwepo, wa utakatishaji fedha alikuwepo, wa utumishi wa umma alikuwepo, wa ofisi ya Rais alikuwepo, wa usalama na udhibiti alikuwepo, wa CAG alikuwepo. Hapa tuchunguze kipi? Hii ya uchunguzi juu ya uchunguzi ndio inaowapa kiburi wezi wanaendelea kuiba. Hawa wafukuzwe kazi na wakamatwe wapelekwe mahakamani. Mheshimiwa Waziri,
waziri wanakoangukia, mwelekeze katibu mkuu awafukuze kazi mara moja na vyombo vinavyohusika viwapeleke kwenye mkono wa sheria. Uchunguzi uliofanyika kupitia timu uliounda, Mheshimiwa Waziri, na nikupongeze sana, una wajumbe wote wanaotakiwa kuchunguza, wote, timu ya kuchunguza wafike kwenye mkono wa sheria. Na mimi niwaambieni, nimesema na naendelea kurudia kusema, haya mambo ya watu kutokuheshimu fedha ya umma, kutokuwa na huruma na Watanzania, kama hao wanaopewa hiyo dhamana hawajirekebishi, sisi lazima tuwarekebishe, na njia ya kuwarekebisha hawa Watanzania wanaolipa nauli hapo. Wapo ambao anakuwa na mtoto mdogo anashindwa kumnunulia hata kitumbua ili alipe nauli hapa. Wapo anaenda kuuza samaki pale, anakaa siku nzima, anashindwa kumnunulia mtoto hata andazi. Mtoto mdogo anashindwa kumnunulia mtoto wake mdogo hata andazi, anabakiza nauli alipe hapa. Then hawa ambao wanalipwa mishahara kila mwezi wanakaa wanagawana bilioni 2.5.